Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka FM, ni kipindi chako kizuri ukipendacho sana cha Inuka Ukaishi Tena. Amina. Neno la Mungu tulilopewa siku ya leo linapatikana katika kitabu cha Wafalme. Amen. Kitabu kile cha Wafalme wa pili, ule mlango wa 7, ule mstari wa 3. Nitaishia pale ambapo nitaishia. Neno la Bwana linasema, basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tunakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewashikiza Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Waiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili ambalo tumelisoma katika kitabu hiki cha Wafalme wa pili, mlango wa 7, mstari kuanzia mstari wa 3 na kuendelea hapo nilipoishia. Amen. Kipindi hiki kilikuwa kinaelezea hawa watu 4. Ndiyo. Hawa watu 4 walikuwa ni wakoma. Ndiyo. Na sheria za Kiyahudi zilikuwa haziruhusu mtu mkoma kwenda mjini. Amen. Kwa hiyo walikuwa wanatengwa wakiishi nje ya lango wakitegemea misaada. Amina. Walikuwa wanaishi wakitengwa na familia ya watu wengine. Amen. Walikuwa wanatengwa na familia za kwao. Walikuwa wanatengwa na jamii za kwao. Amen. Hawa watu walikuwa wamekaa pale nje ya mji kwa kutegemea maisha ya kusaidiwa na watu. Ndiyo. Kwa kutegemewa kupewa misaada ya watu. Ndiyo. Kwa hiyo ndivyo maisha yao yalivyokuwa yanaendelea hivyo, na ndivyo walipokuwa wameishi. Ndiyo. Neno la Mungu linasema kukawa na njaa wakati huo. Amen. Na kama kulikuwa na njaa wakati huo, basi ujue mjini kulikuwa hakuna mtu. Amen. Ambaye alikuwa naweza kukumbuka kwamba kule porini kuna wakoma. Amen. Hawa wakoma wanahitaji wahudumiwe. Ndiyo, hawa wakoma wanahitaji warishwe. Ndiyo, hawa wakoma wanahitaji wapewe mavazi. Amen. Hawa wakoma wanahitaji watembelewe. Alikuwa hakuna mtu anayekumbuka. Kwa hiyo neno la Bwana mahali hapa tuliposoma linasema hawa wakoma 4 walipokuwa wamekaa, maisha ya pale porini yalikuwa yamewachosha. Maisha yale ya mishada yalikuwa yamefika kikomo. Maisha yale yalikuwa yamewakatisha tamaa kabisa. Neno la Bwana linasema wakafika mahali wakaweka mdaharo, wakaweka kikao ya kwamba ni bora twende mjini, maana tukiendelea kuishi hapa tutakufa na njaa, lakini vile vile tukienda mjini ni lazima tutauawa. Kwa hiyo ni heri tutoke mahali hapa twende mjini. Amen. Kama ni kwenda mjini ni bora tukafia mjini kuliko tukafia mahali hapa. Ni heri tukaenda tukafia kwenye kituo cha Washami. Amen. Ni heri twende tukafia kwenye jeshi lile, kwa sababu tukikaa hapa vile vile tutakufa. Maana hapa ni jangwani, hakuna msaada. Maana hapa ni jangwani, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna msaada. Hawa watu walipatana, walivyokuwa wamepatana, kwa lugha nyingine hawa wakoma walikuwa wamethubutu. Wakasema litakalo kuwa na liwe mbele ya safari. Ndiyo. Kwa sababu sheria hazituruhusu kuingia mjini. Ndiyo. Kwa sababu kanuni hazituruhusu kwenda kwa watu. Ndiyo. Kwa sababu sheria haziruhusu kabisa tuambatane na watu. Na wala hatutakiwi tuchangamane na watu. Ndiyo. Na ili tuweze kupata msaada lazima tuondoke. Ndiyo. Hawa watu kwa lugha nyingine walikuwa wamethubutu. Ninaposema kuthubutu ni maamuzi ambayo yamebeba imani thabiti. Hii imani thabiti ilikuwa ndani hawa watu wakoma. Amen. Maana walifika mahali wakisema msaada wa wanadamu umeishia hapa. Amen. Na kama msaada wa wanadamu umeishia hapa, haiwezekani kwa ukoma tulio nao tufe na njaa hapa. Amen. Haiwezekani maisha yetu yapotelee hapa jangwani. Ndiyo. Haiwezekani huduma zetu zifia hapa. Ndiyo. Haiwezekani, ni lazima tufike mjini ambako iko hatima. Amen. Walipokuwa wamechukua maamuzi, nimesema yale maamuzi, ndani ya maamuzi kulikuwa na nguvu. Amen. Na hiyo nguvu ilikuwa imeambatana na imani. Amen. Hiyo imani kawapa maamuzi. Amen. Hayo maamuzi yakawapa hatua ya kuchukua. Amen. Ndani ya mioyo yao wakawa wamethubutu. Na walipokuwa wamethubutu wakasema kama ni kwenda mjini ni heri twende. Na tuko tayari kuvunja kanuni. Amen. Na tuko tayari kuvunja sheria. Amen. Na tuko tayari kuvunja utaratibu
utaratibu wa Kiyahudi. Maana utaratibu wa Kiyahudi ulikuwa uruhusu hao watu waende huko. Wakasema ni heri twende huko mjini. Wakasema ni heri twende kwenye jeshi la Washami. Kama watatuua tuko tayari kufa, na kama watatuhifadhi basi tutaendelea kuishi. Kulikoni tukaendelea kukaa hapa jangwani tukafa na njaa. Kulikoni tukasubiri mishada kwa sababu tunasikia mjini kuna njaa. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote ukisoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, waliothubutu wakafikia kwenye hatima zao njema, walikuwa wamethubutu wakachukua maamuzi. Hayo maamuzi waliokuwa wamechukua kulikuwa ndani na imani thabiti. Hiyo imani thabiti iliwapa hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza iliwapa nguvu ya kwenda hatua ya pili. Hatua ya pili iliwapa nguvu ya kufika kwenye hatima yao. Na walipokuwa wameamua hawa Washami, ndivyo ambavyo Bwana kaingilia ule utaratibu wao. Na ndivyo ambavyo Bwana kasimamia yale maamuzi yao. Na ndivyo ambavyo Bwana tunaona kajua hawa watu wamefika mahali yale maisha ya ukoma yamewachosha. Ile njaa pale ilikuwa imewachosha. Ile dhiki ya mali pale ilikuwa imewachosha. Ile mishada ilikuwa imekoma. Msaada wa wanadamu unakuwa na mwisho. Mahali ambapo msaada wa wanadamu unakuwa umeisha, mahali ambapo msaada wa wanadamu unakuwa umefika mwisho, ndipo mahali ambapo Bwana anachukua hatua. Ndipo ambapo mahali Bwana anachukua maamuzi ya kukusaidia. Ndipo mahali ambapo Bwana anaingilia kati. Ndipo mahali ambapo Bwana anajitukuza. Ndipo mahali ambapo Bwana anajitambulisha. Ndipo mahali ambapo Bwana anajidhihirisha kwamba yeye ni Bwana. Kama ambavyo tunaona hawa wakoma wakasema haijalishi sheria ya Kiyahudi nasemaje, ni lazima tuondoke hapa porini twende kwenye kisima. Walipofika njiani, Bwana kawashikiza kishindo. Na kile kishindo walipokuwa wameshikishwa, lile jeshi wakajua ya kwamba hawa ni Waisraeli wameenda kuarika watu wa taifa lingine. Huyu ni lazima ni mfalme wa Israeli. Ameenda kuita jeshi la nchi nyingine ili waweze kutuvamia. Pamoja na kwamba walikuwa na jeshi, wale watu walikuwa wameogopa kile kishindo cha wakoma. Wakawa wameingiwa na hofu na kile kishindo cha wakoma. Kwa nini Bwana alishikiza kile kishindo kwa wakoma? Ni kwa sababu Bwana alijua ya kwamba hawa watu miguu yao haina nguvu. Na hawa watu wamechoshwa na maisha ya msaada. Na hawa watu wamechoshwa na maisha ya pale porini. Na kwa sababu wamethubutu kufia mjini. Na kwa sababu wamethubutu kuliendea jeshi. Na kwa sababu wameamua kutoka kwenye mioyo yao, ni lazima mimi Mungu nisimamie maamuzi yao. Nimesema hatua ya kwanza inakupa hatua ya pili. Na hatua ya pili inakupa hatua ya tatu. Hawa watu wakasema sisi tumethubutu. Na kama tutaendelea kuishi basi na tuishi. Na kama tutakufa huko basi tukafia mjini. Kulikoni tukabaki hapa tukafa ni njaa. Maana tukifa hapa hakuna mizoga yetu atakayeokota. Maana tukifia hapa hakuna atakayetuona. Ni heri tuondoke hapa twende mjini. Huko mjini Bwana ataenda kujidhihirisha. Na ndivyo ambavyo Bwana alishikisha wale wakoma. Akaachilia kishindo cha ajabu mno. Akaachilia kishindo cha nguvu mno. Akaachilia uweza wa nguvu mno. Paka lile jeshi likaogopa, pamoja na kwamba walikuwa na silaha. Neno hili linakufundisha ndugu msikilizaji. Yamkini umefika mahali umechukata tamaa. Huoni kama Bwana yuko na wewe. Yamkini umefika mahali msaada umekoma. Na kama msaada umekoma, yamkini moyoni umebeba watu ya kwamba mbona walikuwa wananisaidia wameishia wapi. Yamkini umelibeba kanisa ya kwamba mbona aliombi kwa ajili yangu. Yamkini umebeba mchungaji kwamba mbona atoi msaada tena. Kumbe wakati wa kutoa msaada ulikuwa umepita. Ni wakati ambao Bwana anataka ashuke yeye mwenyewe ili aweze kujidhihirisha, jitambulishe kwamba yeye ni Mungu. Kwa sababu msaada wa wanadamu na kikoma. Na kama msaada wa wanadamu na kikoma, inabidi ufike mahali uthubutu moyoni mwako ya kwamba litakalokuwa na riwa, niko tayari kuendelea na huduma. Niko tayari kuendelea na utumishi. Niko tayari kuendelea na hekima. Niko tayari kuendelea na huduma ambayo Bwana ameachilia ndani yangu. Haijalishi mahali nilipo ni jangwa. Haijalishi mahali nilipo pana shida. Haijalishi mahali ulipo umekata tamaa, umechoka. Nataka nikutie moyo jioni ya leo. Nataka nikutie moyo jioni ya leo. Ninaomba nisikie mtumishi wa Mungu. Ninaomba nisikie mtu wa Mungu. Mahali ulipokata tamaa, umechoka kabisa, unaangalia mbele huoni msaada tena. Unaangalia kushoto huoni msaada tena. Unaangalia nyuma huoni msaada tena. Hata wale walikuwa wanakusaidia wanapita kama wakujui. Naomba usiumie kwenye moyo wako. Naomba usiwabebe hao watu
umefika wa kuisha kusaidiwa. Bwana nataka kutoe kwenye hilo tatizo. Bwana nataka kutoe kwenye hiyo aibu. Bwana nataka kutoe kwenye huo ugonjwa. Bwana nataka kutoe kwenye hilo tatizo. Bwana nataka kutoe kwenye hayo maangamizi. Bwana nataka jitambulishe kwamba wanadamu wameishia hapa. Sasa mimi ni Mungu wako na ni baba yako. Mimi ndio niliyekuumba, ninachukua nafasi. Na yeye akichukua nafasi hilo tatizo linakoma. Yeye akichukua nafasi hilo tatizo linaisha. Maana yeye ni mtaalamu wa roho na mwilini. Ile misaada ya mwilini ni kweli imekoma, lakini bado unamhitaji Mungu. Hawa wakoma walifika mahali walichoka. Hawa wakoma walifika mahali walikata tamaa. Wakathubutu kwenye mioyo yao. Wakachukua maamuzi, wakasema kama ni kufa ni nifa. Nini Bwana anachotufundisha? Wote waliofikia hatima za huduma zao, wote waliofikia hatima za ndoa zao, wote waliofikia hatima za uchumi wao, wote waliofikia hatima za amani, wote waliofikia hatima ya kilimo, walithubutu kwenye mioyo yao. Wakasema litakalokuwa naliwa, iwe nitalima nitapata, mwakani nitalima tena. Iwe mahali hapa huduma zinakufa, mimi nitaendelea. Iwe mahali hapa waombaji wanazuiliwa, mimi nitaomba. Iwe mahali hapa ukoo wanaolewa wanakufa, mimi nitaolewa hapa hapa. Maana Bwana amekushikiza kishindo. Maana Bwana amekuvisha vazi. Maana Bwana nataka jitambulishe kwako. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, ufike mahali usihesabu miaka, ufike mahali usihesabu siku, ufike mahali usiangalie wakati. Kinachotakiwa thubutu moyoni mwako. Nimesema wote walioshinda wakafika kwenye hatima zao, walikuwa wamethabiti kwenye mioyo yao ya kwamba heri nikafia mjini, siko tayari kufia hapa njiani. Wale watu wakasema haiwezekani ya kwamba tufe hapa porini hata kama tuna ukoma. Leo tunavunja desturi za ukoma. Leo tunavunja desturi za udini. Leo tunatoka kwenye boksi la udini. Leo tunachomoka kwenye hayo mapokeo. Leo tunaondoka mahali tulipofungiwa. Ni lazima tutoke tumwone Bwana. Ni lazima tuondoke tumwone Bwana. Ni lazima tuone mkono wa Bwana namna ulivyo mkuu kwa ajili yetu. Wakathubutu kwenye mioyo yao. Na wapenda wa wakoma walipokuwa wamethubutu, Bwana akaangalia imani zao, akaangalia uthabiti wa mioyo, akaangalia nguvu ya imani, akaangalia hatua zao, akaona wa watu ni kweli wamekubali ya kwamba liwalo na liwa. Akayasimamia maamuzi yale. Alipoyasimamia yale maamuzi, ndipo ambapo wale Washami wakasikia kishindo na Bwana akawashikiza kishindo. Fikiri wangekuwa wamekaa eneo lile lile, fikiri wangekuwa wamekaa pale jangwani, uwe na uhakika chakula wasingekipata. Uwe na uhakika Bwana angenyamaza. Hiyo saa unachukua maamuzi, hiyo saa unakuwa na imani thabiti, hiyo saa unasema liwalo na liwa. Oh, haijalishi nimekalishwa vikao mingapi. Oh, haijalishi huduma yangu hawaitambui. Oh, haijalishi biashara yangu ni ndogo. Oh, haijalishi ukoo wangu ni mdogo. Oh, haijalishi kabila langu likoje. Leo ninathubutu, nachukua hatua. Nitaenda kufia huko kwa mjini. Ninaenda kufia huko kwenye hatima litakalokuwa na liwa. Bwana atakapoona umeamua, ndipo ambapo anasimamia hayo maamuzi. Ndipo ambapo anakuwa na wewe. Hiyo saa unasubiri wewe ya kwamba Bwana afanya. Bwana anasubiri uanze wewe. Bwana anasubiri uinuka wewe. Bwana anasubiri utembee wewe. Ni saa yako ya kuinuka. Ni saa yako ya kutembea. Thubutu mama, katikati ya hiyo huduma ambayo umekuwa ni ngumu. Thubutu kaka yangu, katikati ya huo uchumi ambao umekuwa mgumu. Bwana anataka kuthubutu wewe. Bwana anataka kuamua wewe. Hiyo saa umeamua wewe. Ndio saa ambayo Bwana anasimamia hayo maamuzi. Ndio saa ambayo Bwana anatembea na wewe. Nimesema hatua ya kwanza uleta hatua ya pili. Na kama hatua ya pili uwe na uhakika, lazima utafika kwenye hatima. Huwezi kufika kwenye hatima kama hujathubutu. Huwezi ukafika kwenye hatima kama hujaamua. Ninaposema kuthubutu ni zaidi ya kuthubutu. Ni zaidi ya kuamua. Ni zaidi ya imani thabiti. Ni kwamba litakalokuwa na liwa. Kama ni vikao niko tayari. Kama ni kutengwa na ukoo niko tayari. Kama ni kuachishwa niko tayari. Kwa sababu umevunja sheria. Kwa sababu umevunja kanuni. Ni lazima uvunje kanuni kwanza. Ni lazima uvunje sheria kwanza. Ni lazima uvunje mapokeo. Ni lazima utoke kwenye udini ili uweze kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma kile kitabu cha Mathayo. Ile Mathayo 9
Luka ule mstari wa 20 mpaka 22 unaenda kukutana na habari za mwanamke huyu ambaye alikuwa ametokwa na damu miaka 12. Lakini tunaangalia zile sheria, lile kabila la Kikinga wanaweza wakaniunga mkono kwa miaka hiyo ambayo tulikuwa tunakuwa na hiyo miaka ambayo ilikuwa nyuma kwa bibi zetu. Mwanamke ukishakuwa na hiyo uruhusi watakuvuka barabara wala kwenda kuchota maji bombani, ilikuwa haiwezekani. Huyu mwanamke alifika mahali alikata tamaa. Huyu mwanamke alifika mahali akawa amechoshwa na yale maisha. Nimesema usipochoshwa na hayo maisha, Bwana na nyamaza. Anachotaka nataka angalie ya kwamba umechoshwa na hayo maisha, ya kwamba umechoshwa na hiyo shida, ya kwamba umechoshwa na hiyo maisha, ya kwamba Bwana haiwezekani. Siko tayari kufia jangwani kwa ajili ya huduma. Niko tayari kuendelea mbele. Niko tayari kwenda kwenye huduma. Niko tayari kwenda kwenye huduma. Niko tayari kufikia hatima. Hakuna jambo ambalo Bwana linamshinda. Tunaona huyu mwanamke alivunja kanuni. Tunaona huyu mwanamke aliondoa ile sheria ya Musa. Ninaona huyu mwanamke aliondoa sheria ya Kiyahudi. Akasema lazima niende nikaguse vazi. Saa ameinuka amegusa vazi akapokea uponyaji. Ninataka nikwambie wewe mgonjwa, yawezekana umekata tamaa, yawezekana umechoka, yawezekana vipimo vinasema uponi tena. Ndio saa ambayo Bwana anataka uinuke. Ndio saa ambayo Bwana anataka uthubutu. Ndio saa ambayo Bwana anataka jidhihirisha kwamba yeye ni daktari bingwa kuliko madaktari wote, kwamba yeye ni kipimo ambacho kinapita vipimo vyote. Hiyo saa umeshachoka, umeona kabisa ya kwamba huwezi kugeuka mali kwingine. Ndio saa ambayo Bwana anataka jitukuza. Ndio saa ambayo Bwana anataka jitukuza. Ndio saa ambayo Bwana anataka jitambulisha, ili madaktari wapate kujua ya kwamba yuko daktari bingwa kupita wao, ili wakuu wapate kujua, ili jue tu kwamba yuko Bwana anayetenda. Majirani zako wapate kujua kwamba ule ugonjwa alikuwa nao baba fulani, ule ugonjwa alikuwa nao mama fulani. Hospitali zote zilikuwa zimeshindikana. Kumbe iko hospitali moja ambayo ni hospitali ya kiroho, na hiyo ndio hospitali ambayo unatakiwa ufikie hatima. Huyu mwanamke alifika hatima, akasema haiwezekani niendelee na aibu hii, niendelee na ugonjwa huu, niendelee kutoka damu, maana mali zangu nimeuza zimeisha, vitu vyangu vyote vimeisha. Hakuna mtu ananisaidia tena, hakuna tabibu aliyesalia. Ni lazima nithubutu moyoni. Alipokuwa amethubutu akaenda kwa Bwana, akaligusa vazi lake. Alipogusa vazi la Bwana, ndipo Bwana nguvu zikamtoka. Zile nguvu zilienda kukausha ile damu. Huyu mwanamke alikuwa amethubutu. Hebu fikiri mama yangu aliyechoka, umekata tamaa, wewe ambaye huoni mbele tena, wewe huoni kushoto tena. Ni saa ambayo Bwana anataka jitambulisha. Ni saa ambayo Bwana anataka onekane. Ni saa ambayo Bwana anataka julikane. Ni saa ambayo Bwana anataka kuinua. Inuka mahali ulipokaa. Inuka mahali ulipokaa. Inuka mahali ulipochoka. Yamkini ni ndoa baba, imekusumbua kwa muda mrefu. Yamkini ni wachumba kijana, wamekusumbua muda mrefu. Nataka nikwambie, inuka, songa mbele. Chaparaba, nenda mbele. Endelea mbele zaidi. Endelea mbele. Kama wale wakoma wakasema haiwezekani tuweze kufia hapa, lazima tufie mjini. Huko maiti taokotwa. Kama tutaishi tuishi, kama tutakufa na tufe. Hatuko tayari kufia hapa porini. Ni lazima twende mbele. Lazima twende mjini. Wakaenda mbele zaidi, wakaenda mjini. Bwana kashikiza vishindo katikati ya maamuzi yao. Hebu amua baba yangu, hebu amua kaka yangu, hebu amua baba yangu, hebu amua kaka yangu. Amua leo ya kwamba pamoja na mazingira magumu, lazima biashara nitafanya. Hata kama uone, hata kama uone, lazima biashara nitafanya. Hata kama nimelima miaka miwili lakini bado sijavuna, naomba uchukue hatua. Thubutu kwenye moyo wako, thubutu kwenye moyo. Waliofikia hatima zao ni wale waliothubutu, waliofikia huduma zao, waliofikia karama zao, waliofikia masomo yao, waliofika hatima ya masomo. Uwe na uhakika walithubutu. Awe ni kijana alithubutu, awe ni binti alithubutu, awe ni mchungaji alithubutu. Naona kuna mchungaji umekata tamaa, maana kadri unavyoomba ndivyo ambavyo kanisa linapokutika. Nataka uthubutu moyoni mwako ya kwamba hata ningebaki peke yangu, mimi pamoja na watoto wangu, ni lazima taendelea kuwa mchungaji. Ndio saa ambayo Bwana anataka jitukuza. Ndio saa ambayo Bwana anataka kuinua. Ninakuona mama, umefika mahali
umechoka, kanisa lilivyokushambulia ya kwamba hapa uruhusiwi kuomba, uruhusiwi kunyoka kama rula, unatakiwa upinde pinde, unatakiwa uwe na michanganyo. Mama umefika mara umekata tamaa, uoni msaada tena. Ndio saa ambayo Bwana anataka kutambulisha, anataka kuinua, anataka jitukuza ya kwamba yeye ndiye Bwana, yeye ndiye aliyekuita. Mchungaji, unaona kanisa lako aliendi mbele, ni saa ambayo Bwana anataka jitukuza, Bwana anataka jitambulisha. Zile nyakati zingine zilikuwa za kwako, zipo nyakati mpya ndani ya msimu mpya. Yako maamuzi ya Bwana, zipo nguvu ya Bwana, upo upako wa Bwana, ipo mamlaka ya Bwana. Inuka, inuka, inuka mama, inuka baba, inuka kijana, inuka mfanya biashara, inuka mama. Ijarishe hao watoto umezaa, unaona wamechoka, unaona wamekata tamaa, huoni pa kujishikilia tena, huoni pa kujifariji tena, huoni wa kuomba ushauri. Watoto wote wameweza kugeuka, wamekuwa kinyume na wewe. Ni saa ya Bwana, ni saa ya Bwana, ni saa ya Bwana, ni saa ya Bwana, ni majira ya Bwana. Inuka, inuka. Bwana anataka kutambulisha, anataka kuinua, anataka kutambulisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehemu Bwana, samehe Bwana kwa ajili ya huyu mama aliyekata tamaa, aliyechoka, kwa ajili ya watoto wake. Haoni tena, ameshikilia tumbo, anaweza kujuta, anaweza kulia, maana watoto wote wamegeuka. Wengine ni makahaba, wengine ni walevi, wengine wanavuta, wengine ni mashoga. Leo geuka, inuka, inuka. Ni saa yako ya kuinuka, ni saa yako ya kuthubutu, ni saa yako ya kuamua, ni saa yako ya kuthubutu thabiti. Inuka, imani thabiti, lazima uinuka. Inuka, inuka, nenda mbele, nenda mbele, mbele kwenye hatima, mbele kwenye hatima, mbele kwenye hatima, nenda mbele, endelea mbele, endelea mbele. Wote walioshinda, wote walioshinda wakafikia hatima zao, walikuwa wamethabiti, wakawa na imani thabiti, imani yenye nguvu, imani sio legalega, imani sio tetereka, imani sio tetemeshwa. Jithubutu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kuona Baba umetoka kabisa, umekata tamaa, kila ofisi unayoenda huoni kibali tena. Kwa jioni ya leo ni saa ya kuinuka tena, ni saa ya kuthubutu kwamba hata kama wanipendi, lazima nitafanya kazi, lazima niingie leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na ruhusu hiyo damu ipite kwenye kichwa chako, ipite yoshe, ipite yoshe, ipite kuanzia kwenye uzazi mpaka kwenye wayo. Nafuta kila maneno, kila maneno, ile shauri zaliwa, ile siku lizaliwa. Nini sauti yako ilichoashiria? Baba yako alinena nini? Mama yako alinena nini? Jabiri nena nini? Nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta, nafuta. Inuka, ukaishi tena. Inuka, inuka. Ni saa yako ya kuinuka, ni saa yako ya kuthubutu, ni saa yako ya kuchukua hatua, ni saa yako. Wote waliofikia hatima njema walikuwa wamethubutu. Inuka, 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 inuka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu, kwa damu. Na ruhusu mbingu za mbingu zifunguke, ziachilie kibali, ziachilie kibali kwa ajili yako, kwenye kazi, kwenye kazi, kwenye ofisi. Kibali cha Bwana na kipite hapo, na kipite. Inuka, inuka. Usikubali kuacha kazi, usikubali kuacha ajira. Nenda mbele, endelea mbele, endelea mbele. Bwana anakushikiza kishindo. Sai, inuka, inuka, songa mbele. Na kuona mama, ulikuwa mwombaji, umefika mahali umekata tamaa kwa sababu ya kina Sanbalati, sababu ya kina Tobia, ukafika mahali ukachoka, ukujua ya kwamba hiyo ni silaha ya adui, ukaacha huduma. Inuka, inuka. Nguvu ya Roho Takatifu itembee, itembee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inuka, inuka, ukaishi. Inuka, inuka, pokea nguvu, ukaishi, ukaishi kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya watu katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka FM, yawezekana umetusikiliza na umejua kwamba huna nguvu, hauna misuri ya imani, huwezi ukathubutu tena. Kama nilivyosema, wote waliofikia hatima zao walithubutu.
Kwa hiyo naomba ufatishe maneno haya kwa lugha nyingine, uokoke ili Bwana aweze kuingilia kati kwenye hiyo vita. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimesikia neno lako, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ni mwenye dhambi Bwana, ninaomba unioshe, ninaomba unitakase dhambi zangu zote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana, ninajitoa kuanzia leo, mimi ni mtoto wako, wewe uwe Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo najikabidhi kwako. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante kwa jina la Yesu. Asante kuponya, asante kuokoa, asante kufungua, asante kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka, Mungu akubariki. Muda wetu umeisha, tutakutana tena wiki lijalo kama Yesu atakuwa bado hajarudi. Namba zetu za simu ni 0685852191 na Mungu akubariki. Amen.